tambua soko, ongeza tija ili kutekeleza dira 2050. Mkurugenzi, hii dira kama ya kwenu kabisa TFC. Sahihi kabisa ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Samuel Mshote, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mbolea. Hii dira 2050 kama ambavyo tumeisoma imelenga maeneo mawili. Kwanza, sekta binafsi iweze kuchangia 70%, lakini sekta ya umma, public sector, iweze kuchangia 30% utekelezaji wa hii dira 2050. Sasa sisi kama TFC tunafanya nini? Kwanza madhumuni yetu makubwa ni kuhakikisha kunakuwa na utoshelevu wa mbolea hapa nchini, mbolea zilizo bora, lakini pia adequate, ule utoshelevu wa mbolea uwepo wa kutosha. Hilo jukumu tunalifanya vizuri. Hivi tunavyozungumza, tani 33 mbolea ya kupandia inapakuliwa pale Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam, kwa ajili ya kusambazwa kwa utaratibu wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Na mbolea hizi 80% zinakwenda kwa wakulima wadogo, SMEs, ndio ambao wanakwenda kutumia kuongeza tija, kuongeza kipato. Sasa hiyo uzalishaji utajibu, kwa sababu baada ya uzalishaji uzalishaji huu ndio kichocheo cha kwenda kutumika kwenye viwanda, ni malighafi kwenda kwenye viwanda, na sehemu kubwa sana ya wananchi wetu ni wakulima, 75%. Kwa hiyo sisi tuhakikisha tunawatosheleza kwenye eneo la kupata pembejeo, walime kwa nafasi nzuri, wapate tija, waweze kuingiza sokoni bidhaa bora, ili viwanda navyo sasa viweze kuchukua, kuendeleza ile uchakataji au kuongeza thamani, ili kuongeza kipato cha Mtanzania. Lakini pamoja na hayo, TFC pia inakwenda sasa kuanzisha kiwanda cha kuchanganya mbolea tani 300, na kiwanda hichi kitakuwa kikichanganya mbolea zinazoendana na afya ya udongo, lakini pia na mahitaji ya mmea, kwamba kitunguu kiwe na mbolea yake ambayo inaendana na afya ya udongo, na alizeti pamoja na sesame au ufuta iwe na mbolea yake, sambamba na tumbaku na mazao mengine. Kwa hiyo TFC itajikuta sasa inapunguza ule utegemezi wa uagizaji. Mbolea tutakazoagiza zitakuwa ni kidogo, lakini tunaziblend, au kwa lugha ya Kiswahili tunazichanganya, sasa zinaendana na afya ya udongo, tunaziingiza sokoni kwa wakulima, ambazo ni mbolea zitakazokuwa na tija, zitakazomsababisha mkulima ainue uwezo wa kuzalisha, productivity, uwezo wa kuzalisha, lakini pia aweze kupata tija, kwa maana kipato kiongezeke kwenye eneo lake. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tutakuwa tumechangia pato la mtu mmoja mmoja, hasa wakulima wadogo ambao wakizalisha kwa wingi wanakwenda kulisha viwanda ambavyo vitachakata hizi rasilimali, zitachakatwa na kuongezwa thamani na kuongeza kipato cha mkulima. Hilo ndio jukumu kubwa tunalolifanya kama TFC, lakini malengo makubwa huko tunakokwenda ni TFC mnayoiona ije imiliki viwanda hapa nchini vya kuzalisha mbolea zinazotokana na rasilimali tulizonazo, ikiwemo makaa ya mawe ambayo inaweza kuzalisha mbolea za nitrogen, lakini pia tuna mbolea kuna madini ya phosphate yako pale Minjingu, lakini pia Songwe. Madini yale tukitulia vizuri na wawekezaji, sekta binafsi na sekta ya umma, tunaweza kuanzisha viwanda vinavyokwenda kwa kuzalisha mbolea za diammonium phosphate ambazo zinatumika kupandia mazao, kuimarisha mizizi. Mazungumzo yameshaanza na wawekezaji mbalimbali. Naitwa Lamek Borega, mimi ni mkurugenzi wa biashara. Naam. Biashara inasemaje TFC? Biashara inakwenda vizuri. Biashara ya TFC ni kuhudumia wakulima kwa mbolea za ruzuku. Tuambie hali ikoje mpaka sasa? Hali iko vizuri kama mnavyoona. TFC ni kampuni ya serikali, kwa lazima ihakikishe kwamba mbolea zinawafikia wakulima kwa muda muafaka, kwa wakati na kwa bei iliyohimilivu. Kwa hiyo sasa tunasema wakulima watarajie bei ile, wasitarajie bei ambayo watapata ile ya usumbufu. Kabisa, serikali yao ni serikali sikivu, na ndio maana inaweka ruzuku ili mkulima aweze kumudu bei ya mbolea. Bei ya mbolea ni kubwa sana duniani, lakini serikali bado inaweka ruzuku ili mkulima aweze kuipata mbolea kwa bei himilivu, na wakulima waweze kujua kwamba kilimo bila mbolea hakina tija. Ili upate kilimo chenye tija lazima utumie mbolea, na ndio maana kampuni ya mbolea Tanzania ilianzishwa miaka 8 baada ya uhuru. Ilianzishwa mwaka 1968 kwa kuona ni jinsi gani mbolea ni ya muhimu katika kilimo chenye tija. Ndio maana TFC tumeleta mbolea zote ziko hapa ili wakulima wetu mikoani kote waweze kutumia mbolea na kupata kilimo chenye tija. Nikushukuru sana mkurugenzi. Asante sana.